Nerengana si ndaigine asi. Ndaigine apana ndar Masai. Amage kulabe ogr Masai na nyangiri. Amene dalayen mogora alo shule. Baba amu analo na akamwe yaraho. Megora na no shule. Tusipokee hiyo hali kabisa. Amaranya kwa sababu were elimu, were nkisoma na longaan. Na nyamari roikulo kijanani pemepo asavana isia yoredo ndagola imze poroko. Ombe tapokofika mpaka mme debagara mbarindai ni akokor morhan ndo fidengo binyi. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Hapa ni katika kata ya Meserani wilayani Monduli mkoani Arusha. Anda sabar mego ligi. Anda manyano lo holai. Anda rolo show. Anda rolo show. Yangu liona kwa naranja randa lo. Kinachofanyika hapa ni sherehe maalum kwa vijana wadogo maarufu Irimegoliki wanaoandaliwa kuingia katika kundi la Morani ambao ndio walinzi wa familia na jamii ya Kimaasai. Sherehe hii maalum huitwa Engipata na hufanyika kila baada ya miaka 7 hadi miaka 10 kwa lengo la kuwalea vijana hao wadogo kimaadili ya jamii ya Kimaasai, na hii sherehe hufanyika kuashiria mwanzo mpya wa jando kwa maana ya rika dogo kupandishwa kwa wakubwa. Sherehe hii maarufu Engipata hii leo imewakutanisha vijana wa kata zote 20 zinazounda wilaya Monduli, ambapo kwa siku ya kwanza vijana hulala porini kando ya mto maarufu Olturoto, na asubuhi yake watakunywa maji hayo pamoja na kuchora mchoro wa pundamilia nusu ya miili yao, ishara ya baraka, na wako tayari kwa ajili ya kwenda jando. Oldonyo Media imeweka kambi katika eneo la shughuli hiyo kwa takribani siku 2 ili kukuletea zaidi yale yote yaliyojiri. Na hapa tunakutana na Kasaine Lekoko ambaye ndiye mlezi au kiongozi wa rika hilo la Irimegoliki kwa wilaya ya Monduli, ambapo anatueleza maana ya matukio hayo yote yanayofanyika kwa siku zote hizo 2. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kila kata nayo kuna walezi wa rika hilo, ambapo nao hapa wameeleza umuhimu wa sherehe hiyo kabla ya jando. Lakini swali ni je, endapo jamii hii ya Kimaasai haitafanya au kufuata sherehe hizo zilizoasisiwa na mababu, kutakuwa na madhara gani kwa jamii hiyo ya Kimaasai katika kuandaa rika moja kwenda jingine? Oldonyo Media baada ya kushuhudia matukio yote hayo, siku ya pili viongozi wa chama na serikali wilayani Monduli walipata nafasi ya kushiriki sherehe hiyo ya mila, ambapo kwa pamoja akiwemo Daniel Leporokwa, mdau wa maendeleo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilayani Monduli ndugu Kisio Kimoitiko, Isaac Joseph Kopiriano, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli, pamoja na mbunge wa jimbo la Monduli ambaye ndiye mgeni rasmi, wote kwa pamoja wamesisitiza umuhimu wa vijana hao wadogo wanaoandaliwa kwenda katika rika lingine kupata elimu kama ambavyo tamaduni na miiko ya Kimaasai inavyofuatwa, basi waishikilie elimu hivyo hivyo, pamoja na vijana kupewa elimu juu ya umuhimu wa ulaji wa vyakula vya asili katika vizazi vyao. Etingi shunikiru minkiri, etingi shunikiru kule. Wale si tabia sida erumiega karuar Maasai. Alana. Anaibashwa. Irimegoliki oye. Anaibashwa. Alana. Asante.
Jina naitwa Kasaino Lekoko, ni Manyala yo mkuu wilaya Monduli. Na wao nilionao hapa ni wanaitwa Remegoliki, kwa jina maarufu wanaitwa Remegoliki la Yona Remeshi. Leo tunahitimisha shughuli zao za kimila kama watoto waelekee kwenda jandoni 2026. Rasmi kwa kutahiriwa hawa watu ni tarehe 20 mwezi wa 10 2025. Tunaenda kumalizia kule Meru, tunaenda kumalizia mambo zao ambayo kuna osoit ambayo tutaenda kufukua na kufungua kisu. Lakini vile vile kuna wengine ambao wanaweza wakatangulia wakimaliza hii wanaweza wakatahiriwa, lakini rasmi tunajaribu kuweka hiyo ni 2026 ambapo ndipo kawaida kwa kila rika wanatahiriwa miaka 7. Hawa sasa wanatahiriwa 2026 mpaka 2032. Kwa hapo nashukuru Mwenyezi Mungu amenisaidia, nimejitahidi sana kuwachukua mbali mpaka hapa tulipo. Ilimirishi nao wanajifunia leo kwa sababu wamepata viungo ambao ni watu wapya, ni kisasi kijacho, tena ni watu ambao wana elimu. Kwa hiyo nikisema hivyo inamaanisha Remegoliki ni watoto wa Ilimirishi, na Ilimirishi leo wanajifunia kwa sababu wamepata kisasi kipya na ni watu wazuri sababu wamesoma, wanajua kila kitu ndani ya nchi hii. Lakini tunawaambia pia twendeni ng'ombe kwa sababu sisi jamii yetu hatuwezi tukaishi bila ng'ombe. Sisi ambao tunawapaka hivi tunawapa baraka. Hii kitu ni kitu ambayo ni nyeupe. Sasa unajua kitu nyeupe uwaga kila siku ni kitu kizuri. Kwa hiyo hawa tunawapa baraka, baba wamewapa baraka kama Remeshi. Remegoliki nao watakuja kuwa ni watu wenye nguvu, watu ambao watakuwa na jina nzuri, watu ambao watakuwa mawaziri, wabunge, matajiri pia kwa kufuga. Ana sisi tunapendelea sana kufuga na sababu ya kurudia mara mbili kusema sisi ni watu ambao tunapenda kufuga sana. Kwa hiyo hawa wamepata baraka leo na Ilimirishi wako nao hapa. Mimi kama mkuu naongoza, lakini naongoza kwa maadili ya kutoka kwa jina maarufu wanaitwa Korianga, lakini lile jina lingine nzuri ambalo tumebarikiwa nao Ilimirishi. Kwa hiyo naongoza kwa maamuzi wao, na wao walinitambua kwamba mimi naweza nikaongoza hii kiasi. Nilianza kuongoza 2020 mpaka leo hii 2025 na hitimisha hii shughuli. Wanaelekea kwenda jandoni, baadaye nitapokea tena kuendesha kimkoa. Sasa hivi naendesha kiwilaya, lakini baadaye ndani ya miaka 3 zijazo nitaendesha kimkoa. Kitu ninacho, kitu cha kwanza unasaliwa, unaangaliwa tabia ukiwa unalelewa ukiwa mdogo mpaka ukielekea kuwa mrani mpaka uje uwe mzee. Unaangaliwa kwamba umelelewa kwa maadili gani, umetokea ndani ya ukoo gani, una uwezo ukamudu kuwa mtu msarabu, kuwa mtu ambaye unaweza kuwa na busara. Maana mimi natambua busara ndio kila kitu kwa mtu. Busara ndio unaweza ukawa kiongozi bora ukaongoza watu. Hawa watu ni umati kubwa na wazee wengine wanapiga kelele kama huyu anapiga kelele, lakini unamtuliza tu, unaelekea na maisha. Kwa hiyo hii kweli ni jambo ngumu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametusaidia, tumefuka salama na bado safari yetu iko mbele tunaelekea. Remegoliki juu. Remegoliki juu. Remegoliki juu. Remegoliki juu. Sisi ndio tunaitwa Remegoliki. Moja tu ndio inakuwa tofauti. Maana hiki inastahili kwa kila mzee aliyekuwa amezaa watoto, ni mzee wa busara anafaa. Na hiki hata kijana mdogo ambaye hajaingia jandoni anafaa kufaa. Lakini hii ni kitu ambayo ni maarufu kwa jina la Malaigwanani. Huyu niliona hapa ni Malaigwanani mkuu. Sasa mimi naweza nikamuita Malaigwanani mkuu
wa mkoa wa Arusha, kwa sababu mila inaanzia wilaya ya Monduli kwa ujumla. Huyu baadaye tutamlea vizuri sana, atakuja kuwa kinara kama Mrishi. Kwa hiyo ninapomuonyesha huyu kijana, msaidizi wake ni huyu. Unapomuona ni mdogo, lakini sio mdogo kiakili. Kwa hiyo tumeanza kumfuatilia kwa chini, baba yake, mama yake, ukoo, mpaka tukampata huyo anatufaa kwa sababu ya busara zake, kwa sababu ya hekima, sababu ya mtu ambaye unaweza ukaongoza watu bila kubuku yeyote. Hii umati anataka mtu ambaye anaweza akamudu kuongoza watu bila kuchukia, bila kukasirika. Maana akikasirika, hii kitu akifanya hivi kutupa ni mbaya. Kwa hiyo tunajaribu kumtafuta yule mtu anayefaa, asiwe na hasira, asiwe na mambo ya labda hawezi kufikiria kilala leo amke baada na hasira ya jana. Ndivyo tunapowalelea. Kwa hiyo hii ni uwezo kaona wasee wote wanaye, lakini kuna baadhi wanaye kwa ajili ya kusimamia jamii. Na hii jamii yetu wanahitaji sana tuishikilie mila, wanahitaji sana tuishikilie utamaduni wa kwetu, kwa sababu tunajifunia na hii. Tukiongeza na elimu pia, bora naona Mwenyezi Mungu atatupeleka mbali. Asante sana. Ninaitwa Papa Kipi wa Kicha na Rami. Mimi ni mlezi wa watoto wa kata vitatu. Kata hizo ambayo naongoza watoto ni kata Meserani Juu na kata Loksali na Ramsen. Hao hii tamasha sasa hivi kubwa ya watoto ni kuanza kujiandaa kuingia ujando mwaka 2026, kuhitimisha na kuingia watu wa uzima. Kwa hiyo ni kwamba wanajiandaa ili waingie kwenye jando mwaka 2026. Alafu jambo hili ambalo lilianza kufanyika, hii swala ni kwamba hawa watoto wote walioingia hapa ambao naona upande wangu wote wamelala porini. Ina maana kwa na vitumbi vya maji ambao wanalinda kuangalia, ambao ndio utaratibu wa mila yao. Hitimisho leo ni ndio ya mwisho, waingie kwenye jando, waanze kuwa watu wazima. Hizi kitu cha hii kwa mfano hii anazo ni kwamba hii inatolewa, kuna sehemu maalum inaletwa kutoka mbali kwa ajili ya kazi yao binafsi. Na maana kwamba hao wote waliolala hapa huko porini, hii kitu inastahili iwekwe. Ina maana kwamba hii ni moja kwa moja ni mila imedumishwa. Kwa hiyo hii kitu mweupe inaletwa sehemu fulani ambayo inatoka sehemu mbali. Alafu hizi vitu ni kwamba zinatengenezwa. Na maana hizi ni vitu ambavyo ni adimu. Wanafaliwa siku hii moja tu ambayo ni siku ya leo. Na maana hizi vitu zinafichwa mpaka siku ambayo zinaanza kufufuka mila, wanaanza kufaa. Alafu hizi ni urembo yao ya mila. Kalanga lenkere. Na wengi jijina jana ambas. Narana amenala yolna gijambas. Kira duaro yengi shemila mo. Ore mmoja na ene ndoki na yara dalon ngala yona baji. Ya galoni. Na ina ga lungani ajo maimwa mila. Mirumu ga lungani yuanga yarua. Yaro ina nyigiro yire mila mara. Kigira na harna bene ngwa na mila. Na lifu bili shirina sira. Na yibona bonu. Awa yibona monar. Layo. Yiri arua warmahan. Naitwa Musa Lakuta, natokea kijiji cha Islalei. Ni kiongozi na au ni mlezi wa vijana hawa ambao wana sherehe kwa siku ya leo, na tumewaleta huku kwa ajili ya shughuli maalum ya kimila. Mimi nawapa nawaambia wazazi au nawaambia jamii yetu, wametupa kazi ya kulea vijana, nawaambia wapeleke kwanza shule, kwa sababu tunapenda kulea vijana wenye elimu na wenye vipaji, ili na sisi tupate na sisi kwamba tupate heshima kwamba tumelea vijana wazuri, na wazazi na wapenda wafanye hivyo. Mimi ni Saningwa Ronda, na laibwana ni wa mila. Madhara ambayo tunayopata kama tutapeleka ngepata watoto au rika, kwanza heshima itatoweka. Hakuna mtoto atakayemheshimu baba yake au mama yake, au hiyo mila inaweza ikapotea. Kwa hiyo lazima kila rika inapozaliwa, ndio maana ameona baba zao wanasimama
kuunganisha, kama mfano sasa hivi hawa raia wote ni ya wilaya ya Monduli. Kwa hiyo kadri watakapomaliza kwa hamu hii sasa ndio wanaweza kwenda mwakani kutahiriwa. Hata sasa hivi wengine wameanza kutahiriwa sasa hivi. Kwa hiyo tukipoteza haya leo wamelala huko porini kushuhudia kwamba wanaendeleza mila yao. Kwa hiyo madhara ambayo watayapata kama tukiacha, heshima itakuwa haipo tena kwa jamii na hakuna tena mtu ambaye anaweza kumheshimu mtoto mkubwa. Kwa sababu sisi Wamasai tunaheshimiana, ndio maana tunarika. Mfano hawa vijana sasa hivi ni rika nyingine ambaye anaitwa Megoliki, ambaye baba sawa anaitwa Irmerehe. Kama mimi mwenyewe naitwa Gidotwi. Sasa tuko tofauti. Mtoto wangu sasa hivi huyu hawezi kumuoa. Gidotwi yote hawezi kumuoa, ni mtoto wake. Hata ukienda Simanjira, tukienda wapi, hata ukienda Moshi, hawezi kumuoa kwa sababu ni mtoto wake. Kwa hiyo tutakapoacha hizi mila, kila tutaingiliana kwa tunaona si vibaya, tunaingiliana vibaya. Ndio maana tunajaribu kuendeleza mila, heshima itoe, kwa sababu sasa hivi sisi tukienda pale, tunaporudi pale kuna wasee ambao wako juu yetu na sisi ni wasee tunapotuona, lakini wasee saidi yetu, lazima tuwaheshimu. Wakija tunaamuka, tunawapa fiti. Wakiongea tunanyamaza, tunafuata maelekezo yao. Kwa hiyo mila ikipotea tutapata madhara mengi. Leo tumekuja kwenye sherehe ya kimila ya ndugu zetu, ya watoto, na nimependa jambo kubwa ambalo tunaongelea kwa ajili ya vijana wetu. Mimi nilikuwa nasema la kwanza ni vijana wetu kufahamu historia ya jamii ya Maa imetokea wapi. Kufahamu historia ya jamii ya Maa imetokea wapi. Kwa nini viongozi wetu wa mila wanaposema kwamba kijana wa jamii hii, jambo lako la kwanza kulinda ni ardhi, la pili ni ardhi, la tatu ni ardhi. Kuna maana nyingi kutokana na historia ya jamii yetu. Ni kweli tunakwenda kushindana na kupigania rasilimali ambazo zinazidi kupungua. Lakini tunasema wakati tunataka kwenda kushindana na rasilimali hizo, historia tumetoka wapi, lakini nafasi ya elimu ni nini? Tuko hapa kama viongozi, tumeachiwa kulinda ardhi hii, na tunalinda ardhi hii kwa ajili ya malisho. Lakini wakati tunalinda ardhi hii kwa ajili ya malisho, lazima tumuandae kijana ambaye anakwenda jandoni. Akimaliza jando, asiache shule, asiache elimu, kwa sababu changamoto na fursa duniani zinazidi kubadilika kila siku. Tumeweza kukutana leo kwenye sherehe kubwa ya kimila, na sherehe hii ni muhimu kwa jamii ya Maa, na ni sherehe ambayo inawatoa sasa vijana kwa ruhusu kwenda kutahiriwa, kuingia kwenye rika fulani hivi ya Megolokini. Kwa hiyo sherehe hii ni sherehe ya maandalizi ya kwenda kwenye rika ambayo wanaanza kutahiriwa mwezi wa 7. Na katika sherehe hii ina muhimu sana. Umuhimu wake mkubwa, inawajengea utamaduni wetu kama Wamasai, kwamba sisi tunaheshimu utamaduni, na ndo kabila nadhani ya kwanza kwenye nchi yetu, nadiriki kusema kwamba imebakia kwenye utamaduni wake. Kwa hiyo hii ni tamaduni ya kila mwaka, na mimi niendelee kuwasihi na kuwaomba tu wananchi kwamba waendelee kuheshimu tamaduni, kwa sababu ni tamaduni nzuri sana ambayo ni ya kuheshimiana kwa rika. Kwa hiyo tunatoka kwa rika. Kwa sasa hivi ni rika hii ndogo ambayo tunakwenda kuwakabidhi sasa kwa mrani kutahiriwa na baadaye kuwa walinzi wa amani. Ayudo nado amairanga nako na yo pemebal shule edanageru bulurwa. Amairanga na dogi engisoma na rarepa relo solara ranji. Amagore darara yo ageshula be obi yo bidora ranji kigirari giho. Nare amaira nabangara ina. Ore ni are amaira nabangara. Ni demaisi agena ilala rara. Niki ngure lebo hora na imirogi abu mujinini abu aribiho. Yang na anjagi buira abu ya mwegi nara ndoirogi anga mweligoro ana jamii ya Kimasai. Enda wasi mairanga nasi inda igine asi. Inda igine apa na andar Masai
amage ko labe yo Maasai na nyangiri meje ara mo le chibis egini ngiro bai mayra yana a de gore nda gini nyanga biru mo gya ro biguro loshoni ara afya sidai emi ki boy rogia endelea bwana no chibis onda gini mshagnore ndongana lang. Lakini niungane tu na wale waliokwisha tangulia kuwapongeza Malaigwana ni kwa kutushikia hii mila yetu adimu, na leo tuko mahali hapa tukiwavusha vijana wetu kutoka ujana kwenda katika rika la utu uzima. Hongereni sana. Hongereni sana. Ameraranya na DJ Queen nedo orkwa lang lema mera iwen ngaine rumeki zaidi ya arwe yogar Maasai. Lakini na kwamba kesida yeja megara Maasai orkwa ara kila kitu kizuri ndani yake. Eringi shunigiru mingiri, eringi shunigiru kule. Wale si tabia sida rumeki ya arwe Maasai. Kwa hiyo ni washukuru sana kwa kuendelea kuwalea vijana wetu. Kake mara yolosi ado erane rwegende bosiai. Bado tuna hatua kubwa. Ni yolola ado wale ranaranji hali na rabaki diari kijana nilang. Na hali na itaji malezi ya hali ya juu. Kijana ni aikido lohisagoro yonale dimbusi. Kwa hiyo lazima sasa tusimame kuhakikisha kwamba tunawalea wawe taifa la kesho imara ara kele kwa sidali kiala kana. Kwa hiyo mara ndoki sapo zaidi, lakini warangaisi na igilagisi na noe rudu eredogi na engisoma wale kipe gerangera shule, lakini sasa hivi tuna wimbi kubwa la vijana wetu kuacha shule labda kwa sababu ya umri waliofikia. Emi kipa ikubali na hali na gamon lomenyala yokote. Moja kitu kikubwa ni akishesha ado inda hegi ya Adwar Maasai. Tiano kulo kijana nilang ni kutoacha shule. Kuacha shule sio tabia nzuri na tusikubali. Maigina mwene dala yen mogora alo shule. Baba amu analo na akamwe yaraho. Megora na nwe shule. Tusipokee hiyo hali kabisa. Amaranya kwa sababu were elimu, were nkisoma na longaan. Na nyamari roikulo kijana ni pemebuo asavana isia yoredo ndagola imze poroko. Kwa hiyo tukitaka kujenga taifa imara, jamii imara ya kesho, tuhakikishe vijana wetu wanaenda kusoma. Oldonyo Media, habari karibu nawe.